Ukisoma mstari wa 3, Biblia inasema basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Kwa kupitia Yusufu kuwa ni mtu ambaye analeta taarifa kwa baba yake, ikamtengenezea favor mbele ya macho ya baba yake, akapendwa sana. Lakini pia Biblia inazungumza sababu ya pili kwa nini Yusufu alipendwa, maana alikuwa ni mwana wa Yakobo wa uzee. Kwa hiyo Yakobo alimpenda Yusufu kuliko watoto wake wengine, moja, kwa sababu alikuwa anamletea habari mbaya ya ndugu zake. Pili, kwa sababu alikuwa ni mwana wa uzee wake, ilifanya aweze kupendwa sana na baba yake. Sasa baba yake alivyompenda Yusufu alifanya nini? Biblia inasema akamfanyia kanzu ndefu. Kwa Yakobo kumpenda mtoto wake Yusufu aliye mwana wa uzee wake, mwana anayemletea habari mbaya za ndugu zake, akamshonea kanzu ndefu. Kanzu ndefu. Yakobo alimshonea Yusufu mwanaye kanzu ndefu. Kwenye tafsiri ya Kiingereza kanzu ndefu imetumiwa many color, clothes of many color. Maana yake ilikuwa ni kanzu ambayo ina rangi nyingi. Kwa Yakobo alimshonea Yusufu kanzu ambayo ina rangi nyingi. Baadaye ikaenda ndugu zake walipokuwa wanataka kumchinja Yusufu, wakashauriana, tusimchinje, tupeleke nguo kwa baba, tuseme Yusufu amelaluliwa na mnyama mkali. Kwa kilichotokea katika ile kanzu ndefu, kanzu yenye rangi nyingi ambayo baba yake alimshonea, wakaichomvya kwenye mnyama mmoja waliyemchinja, wakapeleka kama ushahidi Yusufu amekufa. Kwa kupeleka ushahidi, ile kanzu yenye rangi nyingi hazikuwa rangi nyingi tena, ni kwa sababu damu ilipoteza ile rangi. Kwa damu ya Yesu imeondoa utofauti wa kwetu. Kupitia damu ya Yesu tumewekwa kuwa sawa. Kwa haijalishi uko vipi, ni damu ya Yesu ndio ambayo inaweza kukutakasa wewe. Damu ya Yesu ndio ambayo inafunika utofauti wako. Kwa hata kama ulikuwa tofauti kwenye eneo fulani, inaondoa utofauti fulani. Damu ya Yesu ndio ambayo inaweza ikafanya watu wa kabila tofauti na kukaa pamoja. Ni Yesu Kristo pekee ndiye ambaye anaweza kafanya mataifa na mataifa wakakaa pamoja wakasikilizana. Ni damu ya Yesu pekee inaweza ikafanya tofauti zisionekane. Kwa ndugu zake Yusufu, lile kanzu ambalo baba yake mzee Yakobo alimshonea, kanzu yenye rangi nyingi, walilichomvya kwenye damu. Zile rangi nyingi hazikuonekana tena, ikaonekana rangi moja tu. Ni Yesu Kristo tu ndiye ambaye anatufanya tuwe the same. Ndio maana alitutafuta sisi na kutufanya kuwa sawa kwa damu yake na kwa mwili wake. Ndio maana huwa tunasema mwili ni mmoja, mwili ni mmoja. Manake mwili ni mmoja, mkate ni mmoja ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Kwa sisi sote tunashiriki mwili ambao ni mmoja. Kwa ni damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo umeondoa tofauti za kwetu, tofauti za maisha ya kwetu. Kwa Yesu Kristo ametuita, na huo ndio wito wa upendo. Kwa damu yake, damu ya thamani, alimnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, kutoka katika kila taifa. Hata wewe umenunuliwa na Mungu. Hata wewe ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Kazi yako ni kumwamini Mungu aliyekununua kwa thamani kubwa. Hakukununua kwa vitu vinavyoharibika, alikununua kwa vitu ambacho kinadumu, ambayo ni damu yake ya thamani pale msalabani. Shalom.